Habari yako, katika video iliyopita nimeongelea juu ya ushindi wa kijana wa Kitanzania katika shindano la Warusi ambaye anaitwa Japhet Matekere. Lililoandaliwa na kampuni ya Rosatom. Hivi ndivyo habari zinavyoripotiwa. Sasa nikasema kwamba ngoja niwafungue macho juu ya hii kampuni na kwa nini tunafanya nayo kazi. Kwa sababu nafahamu watu wengi sana wafahamu sera za kimataifa za Tanzania, wanafahamu mambo ya ndani ya nchi peke yake. Sasa mimi niko hapa kwa ajili ya kuwalainishia, kuwaambieni mambo kwa lugha nyepesi ili muweze kuelewa. Kwanza kabisa, project ambayo Warusi wanafanya na sisi ni project ya masuala ya nuclear. Sisi tuna mkoa ambao unaitwa Ruvuma na kuna wilaya inaitwa Namtumbo. Wilaya hii ya Namtumbo kumegundulika madini ya uranium mengi sana. Ni moja ya sehemu yenye akiba kubwa sana ya madini ya uranium duniani. Na mkiwa na akiba kubwa ya madini ya uranium, mataifa makubwa yanawaangalia. Kutokana na kwamba mataifa makubwa yako kwenye mbio za kutengeneza silaha za nuclear. Kwa hiyo haya ni madini ambayo yanahitajika sana katika silaha za nuclear. Kwa hiyo kwa kuwa tunayo na sisi pia tunayataka. Kutokana na kwamba sasa hivi mataifa mbalimbali yanataka kuondokana na teknolojia ya kutengeneza umeme kwa kutumia kwa mfano mafuta. Unaona mambo kama haya yanachafua mazingira na nini. Kwa hiyo dunia sasa hivi inataka kuanza kujikita katika mfumo wa kutengeneza umeme kwa kutumia miundombinu ya nuclear. Kuna sisi ni wamoja wapo ambao tuna ndoto hiyo. Lakini haya mambo yanahitaji pesa nyingi, yanahitaji utaalamu, yanahitaji watu ambao wamebobea katika hizo sekta. Kwa hiyo mataifa yetu ya Afrika tunafanya kazi na watu mbalimbali ambao wanatoka nje ya Afrika, wanakuja kutusaidia katika project kama hizi. Kwa hiyo sisi project yetu hii inaitwa Mkuju River. Na sisi kwa ninavyofahamu mimi tumeingia mkataba na kampuni ya Warusi ambayo inaitwa Rosatom. Chini ya Rosatom kuna makampuni ambayo moja inaitwa Mantra Tanzania pamoja na Uranium One. Kwa haya makampuni yako chini ya mwamvuli wa Rosatom ndio wanafanya kazi na sisi moja kwa moja. Hivi ndivyo kwa jinsi ambavyo mimi ninaelewa. Swali ambalo pengine wengi wanajiuliza, kwa nini tumewachagua Warusi? Kwa nini pengine tusingechagua mataifa ya magharibi? Kwa sababu kwa miaka mingi mataifa ya magharibi yamekuwa maarufu sana kwetu katika mataifa yetu ya Afrika, hata Tanzania, kwa sababu walikuwa juu kwa muda mrefu kama miaka 30 au 35. Watu wengi waliozaliwa miaka ya 90 labda miaka ya 2000 wengi hawakutegemea sana kuwaona Warusi. Vyombo vya habari vimekuwa vikionyesha zaidi maudhui ya mataifa ya magharibi kuanzia katika muziki, movies na vitu vingi, na teknolojia zao tunatumia sana. Kwa hiyo watu wanajiuliza kwa nini tunageukia kwa Warusi? Kwanza kabisa watu wanatakiwa kufahamu, kabla ya mimi na wewe hatujazaliwa, sisi Tanzania tulivyopata uhuru, hata katika mapambano yetu ya uhuru, baba yetu wa taifa alikuwa na mahusiano mazuri na Warusi kipindi hicho wakiwa na umoja wao wa Soviet. Kwa hiyo hawa ni washirika wetu wa zamani, kuanzia zamani. Hatukuwahi kugombana nao, hawajawahi kuivamia Afrika, hawajawahi kuitawala Afrika, hawajawahi kuwa na baya kwa Waafrika zaidi ya kusaidiana na Waafrika katika mapambano ya uhuru miaka ya zamani. Kwa hiyo sio kwamba ni watu wapya kwenye ardhi zetu. Hawa ni washirika wetu wa zamani. Sasa hivi tunarudisha tu tena mahusiano. Kifupi ni kwamba tulivyopata uhuru tulielewana na hawa zaidi kuliko mataifa ya magharibi, kwa sababu wale walikuwa ni wakoloni wetu. Kwa hiyo tuliaminiana zaidi na hawa. Alafu tulikuwa katika mfumo ambao unafanana na hawa. Sisi tulikuwa katika mfumo wa kijamaa, umeona, ambao unafanana sana na mfumo wao wa zamani wa kikomunisti. Japo sera yetu ni kutokufungamana na upande wowote, lakini Warusi tulielewana nao kwa urahisi zaidi kwa sababu tulikuwa tunafanana maono. Lakini kumbuka kwamba hii ni biashara, hii ni siasa, hakunaga urafiki, hakunaga kuelewana, ila tunaangalia maslahi. Sasa kwa nini tumechagua Rosatom? Kwa nini tumewachagua Warusi katika hii project? Kwanza kabisa hao ni watu wenye uzoefu katika sekta ya nuclear. Toka kipindi cha Soviet hao walikuwa wameshajiwekeza katika masuala ya nuclear, kwa hiyo wana uzoefu mkubwa sana. Umeona Wao wenyewe wana madini mengi sana ya uranium, lakini pia wanatumia sana teknolojia ya nuclear. Hii ni taifa ambalo ndio lina silaha za nuclear nyingi kuliko mataifa yote duniani. Lakini pia wanatumia miundombinu ya nuclear kwenye mambo mengi sana. Kwa hiyo wana uzoefu wa kutosha. Lakini pia kitu kingine ni kwamba hawa wana tabia ya kuja na package iliyokamilika tofauti na mataifa ya magharibi.
Hawa watu ukifanya nao kazi wanakuja na teknolojia, wanakuja na wataalamu, wanakuja na wanajenga, wanakuja na mafuta ya nyuklia, wanakuja na mafunzo, umeona, na ikiwezekana wanakuja na fedha, unaona. Kwa hiyo hawa wakija kufanya kazi na wewe wanakuja wakiwa wamekamilika. Mataifa ya magharibi huwa kuna mushkeli kidogo. Sasa kwa mataifa kama yetu sisi ya Afrika ambao hatuna uwezo mkubwa sana, tunapenda kufanya kazi na watu ambao kama hawa wanaokuja wakiwa na package iliyokamilika. Mfumo wao unaweza nikaita ni full cycle partnership. Wanafanya kila kitu. Kwa hiyo sisi ndio maana tunaona hawa ni watu wepesi kufanya nao kazi. Na sio sisi peke yetu Tanzania. Kwa msiofahamu, kwa hapa Afrika Warusi ndio wanaongoza kwa kuingia mikataba ya projects za nuclear kuliko Marekani, kuliko China. Yani Mrusi ndo kashika sekta ya nuclear Afrika nzima, yeye ndo namba 1. Umeona eh? Kwa hiyo yani tumemchagua mtu ambaye tunajua kabisa kwamba ni wa Afrika tunamhitaji. Kwa hiyo Mrusi anaongoza katika hana mpinzani katika sekta hii. Marekani na China wamewazidi Warusi pesa, lakini wameshindwa kumpita Mrusi katika sekta ya nuclear hapa Afrika. Mataifa ya magharibi kama Marekani na washirika wake wa Ulaya Magharibi, kwa nini wameshindwa kuteka soko katika kitengo hiki cha nuclear hapa Afrika mpaka Mrusi kawapita? Hii ni kwa sababu wanalaumiwa kwa mambo mengi. Moja, kuingilia sera za mataifa husika. Umeona? Unajua kwa miaka mingi sana wa Afrika wamekuwa wakilalamika kwamba mikataba tunalaliwa kwenye mikataba hivi na hivi. Sasa mataifa ya magharibi yamekuwa na wanapenda sana, yani wanalalamikiwa kwa kulalia mataifa ya Afrika katika masuala ya mikataba, kuingilia sera za mataifa ya Afrika kufanya nao kazi. Wanapenda mazingira yenye faida ya haraka. Lakini pia wanalaumiwa mara nyingine wapenda fedha zipatikane kwanza. Kwa hiyo kwa sisi ambao tunaanza katika hizi project kama hizi za nuclear, tunaanza kujiingiza kwenye teknolojia kama hizi, tunataka watu ambao mazingira yao ya ufanyaji kazi ni mazingira rafiki. Ndio maana Mrusi kaweza kushika hili soko la mambo ya nuclear Afrika. Nadhani nimejaribu kukuelewesha hili swala kwa lugha nyepesi kabisa. Nafikiri mtakuwa mmeelewa. Mimi ninaitwa Robin Rachel na hii hapa ni Robin Tanzania Global Channel ambayo inaongelea masuala ya kimataifa dunia nzima, yani masuala ya migogoro, lakini pia diplomasia, lakini pia uchumi, lakini pia Tanzania ya kimataifa, ni sera zetu za kimataifa. Chochote kile kinachofanyika na watu wa kimataifa huko na Tanzania pia nakiongelea. Na nimeamua kufanya hivi kwa sababu nafahamu Watanzania wengi wanafuatilia vitu vya ndani tu, hawafahamu mambo ya nje, mifumo mbalimbali, kampuni zinavyofanya kazi, makampuni ambayo yanafanya kazi na sisi kutoka nje yakoje, system zao zikoje. Hivi ni vitu ambavyo haviongelewi sana, ila tu habari zinaripotiwa tu kwamba tunafanya kazi labda na kampuni fulani. Sasa watu wengi wanatamani kujua haya mambo.